pale kwenye kituo cha afya, huingii tu kupitia kwenye njia yoyote. Tumevilinda vile vifaa tiba, ukiingia leo unaingia kwenye geti. Sasa tiba yake ni nini? Tiba yake ni kukipandisha kile kituo cha afya kutoka ngazi ya kituo cha afya kwenda ngazi ya hospitali ya wilaya, na kama hatutakuwa tumefanikiwa hivyo, basi tuende ile ngazi ya katikati ambayo ni ngazi kubwa zaidi ya kituo cha afya. Na kazi hiyo tayari nilikwisha kuianza kipindi nikiwa diwani. Niwaombe tarehe 29 nenda kaweke tiki kwa mimi Musa Ngolo. Tarehe 29 nenda kaweke tiki kwa Zina Nyingi. Tarehe 29 weka tiki kwa Mama Samia. Mpango tulio nao ni kukipandisha hadhi kile kituo cha afya. Kikipandishwa hadhi, vitanda vitaongezeka. Kikipandishwa hadhi, madaktari wataongezeka. Kikipandishwa hadhi, madawa yataongezeka. Kikipandishwa hadhi, majengo na wodi zitaenda kuongezeka. Tarehe 29 kichague Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio mwarobaini wa habari. Tulikuja hapa mwaka 2020 tukazungumza kwa habari ya elimu. Tukasema zipo changamoto kwenye shule zetu za msingi za serikali zilizopo ndani ya kata Igoma. Tukasema shule zetu 8 kwa sababu ya ongezeko la watu 27,000 mwaka 2012 mpaka wakazi 58,000 mwaka 2022, baada ya miaka 10 tumekuwa tukiongezeka. Tukasema shule zetu hizi zimeendelea kupata changamoto ya madarasa. Tukasema tunahitaji kwenda kutatua changamoto hizo. Tukasema ipo changamoto ya matundu ya choo, ipo changamoto ya madawati, ipo changamoto pia ya walimu. Tukasema tupatieni ridhaa kwa miaka 5 twende tukatatue. Sasa nini tumefanya kwa miaka 5 iliyopita? Ukienda pale shule ya msingi Kakebe, tayari tumejenga madarasa na ofisi ndogo ya walimu. Ukienda pale Igoma C, pale Mtakuja, tumejenga madarasa na ofisi ndogo za walimu. Ukienda pale shule ya msingi Uhuru, jirani ya shule ya msingi Shamariwa, tumejenga madarasa. Ukienda pale shule ya msingi Mondela, napo tumejenga madarasa. Ukienda pale chini, pale mtaa wa Nyerere, ipo shule ya msingi inaitwa Nyerere, tumejenga madarasa 10, ofisi ndogo 4 za walimu pamoja na darasa la awali. Lakini ndani ya mtaa wetu wa Igoma Magharibi ipo shule inaitwa Samia. Shule hii toka ianzishwe ilijengwa ikiwa ina madarasa 7 peke yake. Tukaja hapa tunasema tutahakikisha tunaenda kuongeza madarasa hapa. Wakati nikipambana pale halmashauri wakaniambia nisubiri. Nikasema mimi sisubiri. Tukaja tukakaa na wenye viti. Tukaja kwenu tukawaomba, tukasema twendeni tukachimbe msingi. Hata kama hatuna fedha twende tukachimbe msingi. Na niwashukuru sana wakazi wa Magharibi na wengine wa jirani kule Kilimo na maeneo mengine. Tulienda tukachimba msingi, tulikuwa hatuna hata simenti. Lakini baada ya kuchimba msingi tukaanza kuhamasisha. Nikaenda nikamwambia mkurugenzi, nikamwambia mkuu wa wilaya, mbunge, wote wakaanza kutusapoti. Na sisi tukaanza kuchanga kidogo kidogo. Tukanyanyua boma la madarasa 10 pamoja na ofisi ndogo za walimu 5. Lakini baada ya boma huwa limenyanyuka, nikasema wananchi tukomee hapa. Kwa sababu diwani mliyemchagua uwezo wa kushawishi nao, acha nikapambane pale halmashauri. Nikanyanyuka nikaenda pale halmashauri, nikapambana. Mama Samia akatusikia, piga makofi kwa Mama Samia. Akateremsha milioni 259 kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za wananchi walizofanya kazi kwenye shule ya msingi Samia. Leo hii nyinyi ni mashuhuda. Tumekamilisha ujenzi wa madarasa 10 yaliyo na vigae, yaliyo na gypsum, yaliyo na milango utafikiri unaingia kwenye hoteli, yaliyo na jengo la utawala, walimu wanakaa sehemu nzuri kwa ajili ya kuweza kuwafundisha watoto wetu, yaliyo na matundu ya choo. Mimi wakati nasoma napita njia hii naenda shule ya msingi Mandu,
ulikuwa uwezi ukajua kwenye darasa letu, uwezi ukajua mlango ni upi na dirisha ni lipi. Popote unaingia, popote unatokea. Lakini kazi ya miaka 5 mliotutuma, leo hii watoto wetu wanasoma kwenye hewa safi, na leo ufaulu umeongezeka kwenye shule ya msingi Samia iliyopo jirani. Diwani wetu Ngolo amefanya kazi nzuri aliyoifanya, sisi wote tukafurahia kwamba hii kazi anayoifanya ni kazi ya busara sana. Ametengenezea vitu vingi sana ambavyo sisi wana Igoma tunaweza tukavifurahia. Yaani kwa kweli form 5 na form 6 Igoma imetufikia. Leo tuna shule 2 za sekondari, Shamaliwa na Kakebe. Kwa kweli diwani tuionaye Mheshimiwa Musa Aluni Ngolo, msingi imeguswa. Kuna shule moja ilikuwa inaitwa shule ya Nyerere, haijawahi kujengwa, lakini Musa Ngolo diwani wa kata ya Igoma amepambania shule. Tunafurahishwa na namna ambavyo mama amefanya kazi ndani ya miaka 4. Hivyo sisi wananchi wa kata hii tunamwaahidi hususa vijana kwenda kumpa kula nyingi za kishindo katika kata yetu, kata ya Igoma. Asiwe na wasiwasi, akae kwa kulizika. Tutafanya kazi kubwa kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda kwa kishindo, kuanzia kwa rais, mbunge mpaka diwani. Napenda kumpongeza diwani wetu wa kata ya Igoma kwa mambo aliyotufanyia, ni mambo mengi sana. Tukiangalia miradi katika shule, hospitali, upande wa mabarabara, kwa kweli katufanyia vitu vingi sana. Kwa hiyo Oktoba tarehe 29 ni kwenda kutiki moja kwa moja. Waomba wananchi wote wa kata Igoma, wanachama na wasio wanachama, tarehe 29 tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, bila kusikia habari za watu wachache wanaozungumza habari ya maandamano. Hakutakuwa na maandamano yoyote. Tujitokeze kwa wingi, twende tukapige kura.